umekufa, watu watakuja kwenye msiba wako, sio kwa sababu ni ndugu zako. Wengine ni kwa sababu ya kumbukumbu, momenti mlizozipitia wakati wa uhai wako. Lakini kuna wengine watakuja kwenye msiba wako kwa sababu ya matembezi, wanaenda kufresh mind. Kuna usafiri wa bure, chakula cha bure. Hiyo sehemu unaoenda kuzikwa hawajawahi kufika, kwa hiyo wanaenda kutembea. Lakini wengine wanaenda kwenye misiba kama hisani, ni jirani yako, kwamba nisipoonekana na mimi siku yakinikuta watu kuja. Kwa hiyo wanakuja kwenye msiba wako ili baadaye waliohudhuria kwenye msiba wako watakapomuona wahudhurie pia kwenye msiba wake. Lakini kuna wengine wanakuja kwenye msiba wako kuhakikisha kwamba ni kweli umekufa. Wanakuja kukuchora baada ya kufa umeacha nini. Kama una mali wazitapanye, ni nini umeacha ili wakibebe. Kama ni mpenzi wako, mume wako, wanaweza wakamtongoza siku hiyo hiyo ya msiba wakijifanya wanamfariji. Kwa hiyo hapo unakuja kugundua ukifa umekufa. Usiishi na watu kwa sababu unataka watu wajae kwenye msiba wako. Watu hawaji kwenye msiba wako kwa sababu wanajali. Hawajali chochote. Sasa kama hawajali, wewe unawajali wa nini watu wasiokujali? Unawawaza wa nini watu ambao ukishakufa umekufa umeenda? Watu ambao wanakuja kwenye msiba wako kwa ajili ya kula, wanakuja kutongozeana hapo, wanakuja kufanya hanasa. Unatakiwa ujue kabisa hakuna anayekuthamini, hakuna anayekujali. Wewe ndio unatakiwa kujijali, wewe ndio unatakiwa kujithamini. Maana hata huyo unayempenda hata kusaliti kwenye msiba wako. Ishi kama marehemu, ishi kama marehemu. Ukijua kabisa hakuna anayekujali, hakuna ambaye anayejua maumivu yako, ishi kama marehemu. Kwa kusema hayo, nimefunga kikao.